Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na tunaendelea kukufahamisha ni nini kinajiri duniani, lakini ni huko nchini Israel ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ametoa wito wa kufukuzwa kwa Hamas kutoka katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu amesema wazi akidai anataka kundi la wapiganaji la Kipalestina la Hamas lifukuze katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, siku moja baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN kuidhinisha mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa amani katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Netanyahu amechapisha mfululizo wa ujumbe katika ukurasa wa X kujibu matukio ya kura hiyo ya Umoja wa Mataifa. Katika chapisho moja alimpongeza Trump na katika jingine alisema kuwa serikali ya Israel inaamini mpango huo utachochea amani na mafanikio kwa sababu unataka kuondolewa kabisa kwa kundi la Hamas, kuwapokonya silaha na kuyasambaratisha makundi ya itikadi kali katika eneo la ukanda wa Gaza. Alipoulizwa kile alichomaanisha Netanyahu kwa kuwafukuza Hamas, msemaji mmoja alisema kuwa hicho kitamaanisha kuhakikisha hakuna Hamas ndani ya Gaza kama ilivyoainishwa katika mipango wenye vipengele 20, na pia kwamba Hamas haina uwezo wa kutawala watu wa Palestina ndani ya ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa muda mrefu alikuwa akizungumzia juu ya namna hapendi kuona Hamas katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump amesifu uidhinishaji wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa azimio la Marekani linalounga mkono mpango wake wa amani huko katika ukanda wa Gaza, akisema kama mafanikio ya kihistoria. Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social akisema kwamba hii itakuwa moja ya idhini kubwa zaidi katika historia ya Umoja wa Mataifa, itasababisha amani zaidi duniani na ni tukio la kihistoria. Azimio hilo lilipitishwa mnamo Jumatatu jioni kwa kura 13 na kuungwa mkono huku Urusi na China zikijizuia, na mpango huo unajumuisha kupeleka kikosi cha kimataifa ili kusaidia kudumisha usitishaji wa mapigano kati ya Israel na Hamas. Lakini pia Trump alisifu waliounga mkono pendekezo hilo, lakini hakutaja Israel, Hamas au Palestina katika kauli yake. Azimio linategemea mpango wa vipengele 20 aliotangaza Septemba, ambao unapendekeza Gaza kusimamiwa kwa muda na kamati maalum ya Kipalestina isiyoegemea upande wowote na wataalamu wa kimataifa chini ya chombo kipya cha mpito kiitwacho Bodi ya Amani, ambacho Trump anasema atakiongoza yeye mwenyewe. Hata hivyo, baadhi ya mataifa kama vile China pamoja na Urusi zimekataa juu ya kuundwa kwa bodi hiyo, lakini pia ni juu ya kile ambacho kimeelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba mpango ambao uliandaliwa na Marekani haukuzingatia kuanzishwa kwa taifa la Kipalestina, jambo ambalo litadhoofisha na kutengeneza mazingira ya migogoro ya kila kukicha katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Lakini pia jambo jingine ambalo limeelezwa na Urusi pamoja na China juu ya mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump ni namna mpango huu ambao utatengeneza mazingira ya kutokea kwa makundi ya kijihadi ambayo yatakuwa yakiendelea na mapambano, kwani hofu ya Urusi na China ni juu ya Israel kutengeneza mazingira kwamba imekubaliwa kwa kile inachokitaka na hivyo kuamua kufanya chochote katika maeneo ya Wapalestina, ikiwa ni pamoja na eneo la Ukingo wa Magharibi. Na hata sasa kumekuwa na vurugu nyingi zinazotokea katika maeneo ya Ukingo wa Magharibi zinazofanywa na walowezi wa Kiyahudi katika maeneo ya watu wa Palestina. Licha ya kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anadai na kukubaliana na kwamba bado kuna vurugu, licha ya kwamba walowezi wenye vurugu ni wachache, Waziri Mkuu huyo wa Israel ameapa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya vurugu za walowezi dhidi ya Wapalestina na jeshi la Israel katika Ukingo wa Magharibi, huku akisema kuwa wahusika ni wachache. Kumetokea vurugu nyingi katika maeneo ya Ukingo wa Magharibi, huku baadhi ya Wayahudi wakichoma misikiti na kuandika matusi juu ya dini ya Waislamu katika eneo hilo la Ukingo wa Magharibi, jambo ambalo limezusha vurugu kubwa na Umoja wa Mataifa ukionya kuhusu ongezeko la vurugu hizo. Msemaji wa Geneva na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alisema kuwa tabia ya ongezeko la vurugu dhidi ya Palestina na watu kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi hayo, ikiwemo kiwanda cha maziwa. Mashambulizi zaidi ya 260 yamerekodiwa mwezi Oktoba, zaidi ya idadi ya mashambulizi katika mwezi mmoja tangu mwaka 2006. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii
Ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ujue ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.